Hujambo na karibu sana mtazamaji wa Zone Media, tuweze kujuzana yote yanayojiri katika anga za kimataifa, ikiwa ni asubuhi njema kabisa. Sasa rais wa Marekani Donald Trump amemvaa Papa Leo wa 14, kiongozi wa kanisa Katoliki duniani, kwa kumuita dhaifu na kumshambulia vikali kuhusu vita ya Iran. Taarifa inaeleza kwamba mvutano mkubwa umeibuka kati ya rais wa Marekani Donald Trump na kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 baada ya Trump kumshambulia waziwazi kwa maneno makali ambayo yameibua mjadala mkubwa wa kimataifa. Kupitia mtandao wake wa kijamii wa Truth Social, Trump alimkosoa Papa Leo kwa kumuita dhaifu katika masuala ya uhalifu na asiye na msimamo mzuri katika sera za mambo ya nje. Pia alionyesha kutoridhishwa na msimamo wa Papa huyo kuhusu hatua za kijeshi za Marekani, akisisitiza kuwa yeye anafanya kile alichochaguliwa kufanya na wananchi kwa ushindi mkubwa. Katika hatua iliyozua mjadala zaidi, Trump alidai kuwa kuchaguliwa kwa Papa Leo wa 14 kulihusishwa na yeye kuwa madarakani, akimaanisha kuwa kanisa lilimchagua Papa huyo kwa sababu ni Mmarekani ili iwe rahisi kushughulikia na uongozi wake. Kauli hiyo imechukuliwa na wengi kama moja ya kauli kali zaidi kuwahi kutolewa na kiongozi wa kisiasa dhidi ya Papa. Papa Leo wa 14, ambaye jina lake halisi ni Robert Prevost na anatoka Chicago, alichaguliwa kuliongoza kanisa Katoliki baada ya kifo cha Papa Francis. Tangu aanze uongozi wake, ameonekana kuwa na msimamo unaogusa masuala ya kijamii na kisiasa, hasa kuhusu vita na uhamiaji, jambo ambalo limeanza kumweka katika mgongano wa kimawazo na Trump. Katika miezi ya hivi karibuni, Papa Leo ameonyesha wasiwasi kuhusu mwelekeo wa vita, hasa kati ya Marekani na Iran, akisisitiza umuhimu wa amani na tahadhari dhidi ya matumizi ya nguvu kupita kiasi. Ingawa hajamtaja Trump moja kwa moja mara nyingi, kauli zake zimeonekana kuelekezwa kwa viongozi wanaochochea vita na kutumia nguvu kama suluhisho la migogoro. Mvutano huu umeongezeka zaidi baada ya Papa Leo kukutana na David Axelrod, mshauri wa zamani wa Barack Obama, jambo ambalo Trump amelichukulia kama ishara ya Papa huyo kujiingiza kwenye siasa za upande mmoja. Trump amesisitiza kuwa Papa anapaswa kujikita katika majukumu yake ya kiroho badala ya kuhusika na siasa. Kwa upande mwingine, Vatican haijatoa majibu moja kwa moja kuhusu mashambulizi ya Trump, lakini msimamo wa Papa Leo kuhusu amani na kupinga vita unaendelea kusisitizwa katika hotuba na maombi yake kwa waumini duniani kote. Hali hii inaashiria kuibuka kwa mgogoro mkubwa kati ya siasa na dini katika ulimwengu wa sasa, ambapo viongozi wakuu wa kisiasa na wa kiroho wanajikuta wakitofautiana hadharani juu ya masuala muhimu yanayohusu usalama wa dunia na maadili ya jamii. Rais wa Marekani Donald Trump, kama ambavyo tunafahamu, haishiwi jambo siku hadi siku, na hivi sasa amemvaa kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 kwa kumuita dhaifu na kumshambulia vikali kuhusu vita ya Iran, kisha kueleza kwamba kama si yeye Donald Trump, basi Papa Leo asingeingia madarakani kuliongoza kanisa Katoliki duniani. Na Trump amesema kwamba Papa Leo amechaguliwa kwa sababu tu ni Marekani. Hivyo kutokana na nguvu ya Marekani, lakini vile vile kutokana hata na Trump kuwa rais, Trump anaamini kwamba wasingempa uongozi Papa Leo wa 14 kama Donald Trump asingekuwa madarakani nchini Marekani kama rais wa taifa hilo. Donald Trump anaendeleza mwendelezo wake wa kuweza kuandama viongozi wote ambao wamekuwa wakipinga mustakabali wa Marekani dhidi ya vita vya Irani. Na Trump amekuwa ni serious sana katika hili jambo, kwa kuwa amekuwa akiwashambulia viongozi hawa hadharani, lakini vile vile amekuwa akitoa kali na shutuma nzito dhidi ya viongozi hawa. Kwa kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14, alafu kwa Donald Trump kumshambulia si sawa hata kidogo, kutokana na kwamba ni kiongozi mwenye status kubwa duniani, lakini vile vile analiongoza kanisa Katoliki duniani. Hivyo kwa Donald Trump kutoa maneno kali na dhihaka dhidi ya Papa Leo wa 14 ni kauli ambazo zinachochea zaidi mvurugano wa kidini na kisiasa, hasa pale nchini Marekani ambako anatokea Papa Leo katika eneo la Chicago. Basi kwa taarifa zaidi, mtazamaji wetu, endelea kuungana nasi wakati wote kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.